Kamanda wa IRGC ameonya, anasema adui ajiandae na mshangao wa kimkakati wa mashambulizi ya Iran. Kamanda mwandamizi wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC ameonya kwamba japokuwa hatua za kijeshi za Iran hadi sasa zimebaki kuwa za kujihami tu tangu ulipoanzishwa uadui wa kijeshi dhidi ya taifa hili, lakini vikosi vya jeshi vimejiandaa kikamilifu kuchukua hatua ya kushambulia endapo italazimu, huku akiwaonya maadui kutarajia mshangao wa kimkakati. Brigadier General Abdullah Javan, mkuu wa masuala ya kisiasa wa IRGC, ametoa indhari hiyo katika mahojiano na television ya nchini humo. Amesisitiza kuwa adui ndiye alianzisha mzozo huo na kubainisha kwamba majibu ya Iran hadi sasa imekuwa kujihami tu, lakini akaonya kwamba msimamo huu wa kujihami uko tayari kubadilika, kuashiria mabadiliko makubwa na ya kimageuzi katika doctrine ya kimkakati ya jeshi la Iran. Ikimnukuu, anasema adui anapaswa ajue kwamba hawezi kutushtukiza, ameeleza Jenerali Javani, na kuongeza kwa kusema badala yake ni yeye adui ambaye ni lazima atarajie mshangao wa kimkakati. Ameashiria degree za hivi karibuni zilizotolewa na amri jeshi mkuu wa vikosi vya ulinzi vya Iran za uteuzi wa makamanda wakuu wa IRGC, akitilia mkazo zaidi mamlaka aliyopewa kamanda mkuu mpya Meja Jenerali Ahmad Vahidi, na kubainisha kuwa degree hizo mpya zilizotolewa si mabadiliko ya kiutendaji tu, bali ni ishara ya wazi kwa maadui kwamba doctrine ya kijeshi ya Iran inabadilika ili kuweza kukabiliana na hata kuzivuka changamoto za vita vya kisasa. Kwa mujibu wa General Javan, decree iliyotolewa kwa General Vahidi inatilia mkazo uhofishaji wa hujuma ya adui kwa kiwango cha juu kabisa na kuanzisha mbinu mpya ya kiutendaji, na kwamba kuanzia sasa hatua yoyote ya kujilinda inayochukuliwa na vikosi vya jeshi itachukua sura ya ushambuliaji ili kuzima vitisho kivitendo. Vilevile, kamandi kuu ya majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imeapa kutorudi nyuma hata kidogo hadi pale haki za kisheria za nchi zitakapopatikana kikamilifu na wavamizi, yani Marekani na utawala wa Kizayuni wa Israeli, watakapokabiliwa na kipigo cha kukomesha katika eneo hilo. Msimamo huo umetolewa kwenye taarifa ya Jumapili ikiadhimisha kumbukumbu ya kurejea kwa mateka wa vita wa Iran ambao walishikiliwa mateka wakati wa vita vilivyolazimishwa dhidi ya nchi hiyo katika miaka 1980 na Saddam, dikteta zamani wa Iraq. Taarifa hiyo imesema kwa irada ya chuma pamoja na azma thabiti ya wananchi wavumilivu na wastahimilivu wa Iran, kamandi kuu ya majeshi inawahakikishia kuwa haitarudi nyuma kutoka kwa matakwa ya kisheria ya taifa hili na kiongozi mpendwa wa Jamhuri ya Kiislamu katika kuwakabili wavamizi wa Marekani hadi hapo maadui wa Kimarekani na Kizayuni watakaposhindwa kabisa katika eneo hili. Haki za taifa shujaa la Iran zilindwe na adui kulazimishwa kusalimu amri. Kuungwa mkono na madola makubwa ya magharibi na ya kikanda, Saddam Hussein alianzisha uvamizi mkubwa mwaka 1980 kwa lengo la kuteka jimbo la Khuzestan lenye utajiri wa rasilimali nchini Iran chini ya miaka miwili baada ya mapinduzi ya Kiislamu. Wa Iran walishikamana chini ya uongozi wa mwanzilishi wa Jamhuri ya Kiislamu Imam Khomeini na kuingia katika medani za vita ili wasukuma nyuma wanajeshi wa Iraq na kukomboa maeneo yaliyotekwa. Vile vile, jeshi la Iran limetangaza zawadi ya dola 30,000 kwa mtu atakayemuua au kumkamata mwanajeshi wa Marekani, huku wanawake wakiahidiwa mara mbili ya kiasi hicho. Mkuu wa jeshi la Iran Amir Hatami amesema mpango huo uliandaliwa baada ya kupokea kile alichokitaja kuwa maombi mengi kutoka kwa watu waliotaka kushiriki. Kwa mujibu wa shirika la habari la serikali la Iran, mtu atakayemuua au kumkamata na kumkabidhi mwanajeshi wa Marekani kwa mamlaka za Iran atalipwa toman bilioni 5, kiasi kinachokadiriwa kuwa sawa na dola 30,000. Hatami ya kueleza ni wapi au lini mwanajeshi wa Marekani wanatarajiwa kuuawa au kukamatwa. Hadi sasa hakuna taarifa za kupelekwa kwa vikosi vya ardhini vya Marekani ndani ya Iran, isipokuwa wakati wa operesheni ya kumwokoa mwanajeshi wa Marekani mwezi Aprili. Hatami pia amerudia wito wa Iran wa kuitaka Marekani iondoke Mashariki ya Kati. Amesema wanajeshi wa Marekani hawana tena ruhusa kuingia Ghuba ya Uajemi, Ghuba ya Oman au mlango wa Hormuz. Kumbuka vita kati ya Tehran na Washington vilianza Februari 28 baada ya Marekani na Israeli kuishambulia Iran. Zaidi ya mwezi mmoja baadaye, Marekani ikafanya operesheni kubwa ya kumwokoa afisa wa mfumo wa silaha wa ndege ya kivita aina ya F-15 iliyoangushwa. Operesheni hiyo ilihusisha karibu wanajeshi 200 wa Marekani na zaidi ya ndege 170 waliokuwa wakiharakisha kumtafuta mwanajeshi huyo kabla hajakamatwa na vikosi vya Iran. Katika operesheni hiyo, wanajeshi wa Iran waliharibu ndege ya
mashambulizi ya ardhini ya A-10 ambayo baadaye ilitekelezwa katika eneo lililokuwa chini ya vikosi rafiki. Marekani pia inaripotiwa kuacha na kuharibu baadhi ya ndege zilizotumiwa katika operesheni hiyo, ikiwemo ndege ya usafirishaji ya C-130. Siku chache kabla ya operesheni hiyo kubwa, rubani wa ndege hiyo F-15 alikuwa ameokolewa na kikosi cha helikopta katika operesheni nyingine ndogo. Vile vile, kamanda mkuu wa jeshi la Iran Meja Jenerali Amir Hatami amesema Marekani haina tena ruhusa wala haki ya kuingia katika Ghuba ya Uajemi, bahari ya Oman na mlango bahari wa Hormuz, akisisitiza kuwa vituo vya kijeshi vya Marekani katu haviwezi kurejea katika hali iliyokuwepo awali. Meja Jenerali Hatami amesema hayo katika hafla ya kuwapongeza wanahabari na wafanyakazi wa vyombo vya habari, huku akipinga madai ya rais wa Marekani kuhusu mlango wa Hormuz na kuondoka kwa vikosi vya Marekani katika maji ya eneo hilo. Kamanda huyo amesema juhudi za Marekani za kugeuza mlango bahari wa Hormuz kwa eneo la jinai hazitafanikiwa. Amesema Iran ina walinzi ambao hawataruhusu mvamizi yeyote kuvamia eneo lake, na kwamba hata madai yatakapotolewa kwa mzaha itakabiliwa na jibu kali. Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, Meja Jenerali Hatami amesema jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imetenga zawadi ya dola 30,000 kwa mtu yeyote atakayefanikiwa kumuua au kumkamata na kumkabidhi mwanajeshi wa Marekani anayevamia Iran. Hatami pia amesema wanawake wa Iran watakaofanikiwa kufanya hatua hiyo watapewa zawadi mara 2 ya kiasi kinachotolewa kwa wengine. Aidha, amesema silaha zilizotumika katika operesheni hizo zitanunuliwa tena kwa bei mara 2 ya thamani yake na kubadilishwa kwa silaha mpya. Kumbuka, kamanda huyo mkuu wa jeshi la Iran amehitimisha kwa kutaja mlango wa Hormuz kuwa ni rasilimali ya kijiografia iliyotolewa na Mwenyezi Mungu na mojawapo ya nyenzo muhimu zaidi ya Iran katika kukomesha mivutano ya vita. Amesema kwa kujiamini kuwa jeshi la Iran litalinda kikamilifu mlango huo kwa kufuata maelekezo ya Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi, akisisitiza kuwa usimamizi wa nyenzo hiyo ya kimkakati ni mojawapo ya masharti muhimu ya kuondoa tishio la vita dhidi ya wananchi wa Iran. Vilevile, mkuu wa idara ya mahakama ya Iran Ghulam Hussein Mohsin amezitaja kauli za hivi karibuni za rais wa Marekani Donald Trump kuhusu umiliki wa lango bahari la Hormuz kuwa ni upuuzi, akisisitiza kuwa Jamhuri ya Kiislamu ndio mmiliki na mtawala halisi wa lango hilo. Katika ujumbe aliotuma Jumamosi kwenye mtandao wa kijamii, Mohsin alisema maneno ya kipuuzi na ya uongo ya rais mtendaji naye wa Marekani kuhusu lango la Hormuz yanatokana na mawazo potofu ya mtu huyo kwenye akili finyu. Mmiliki na mtawala wa njia hiyo muhimu ya maji ya kimataifa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, amesema mkuu wa idara ya mahakama ya Iran. Ameeleza hayo baada ya Donald Trump kusema kuwa baada ya kumaliza kuishinda Iran ambayo inashindwa vibaya sana, hivi karibuni atatangaza mlango bahari wa Hormuz kwa eneo la Marekani, mwisho wa kunukuu. Nini hasa Donald Trump anakitafuta? Taendelea kukujuza hatua kwa hatua kile ambacho kitaendelea. Shukran kwa Baba ya Kivita.